Tunapoiangalia siku hii ya leo, tunaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Nisingependa niende katika historia yake, lakini walau hiyo kumbukumbu tunamkumbuka kwa ajili ya nini, na kumbukumbu hiyo ina maana gani katika maisha yetu na katika safari yetu ya kuelekea Mungu. Tunajua kwamba tunasafiri sisi sote tumwone Mungu. Kwanza tumfahamu, tumpende, tumtumikie inavyopaswa, kisha tuende kwake. Kila mtu ana kumbukumbu yake. Cha maana hizi kumbukumbu tunazokuwa nazo ni nzuri, zina mfuruba Mungu mbele ya watu, ndio jambo muhimu. Tunamkumbuka Mtakatifu Antoni wa Padua. Kuna yale ambayo yanafanya kumbuke sana. Ningependa niweke katika maeneo matatu. Sehemu ya kwanza, tunamkumbuka kwa mahubiri yake yenye nguvu. Hakujisifu kwamba yeye anahubiri sana, ila wale waliosikiliza ndio hao waliyaona yana nguvu. Kipindi chake kulikuwa na wazushi wengi, lakini walau kulikuwa na watu wenye masikio, wenye kusikiliza yale yanayoelezwa katika mahubiri yake. Haitoshi kusikiliza, yafuata na kuishi kadiri wanavyofundisha. Kwa mahubiri yake yenye nguvu, ambayo tukijiangalia sisi wenyewe tunajua kwamba mama kanisa ni mama yetu anayefundisha mambo mengi. Na tunaposoma katika utangulizi wa mchungaji, sema kwa maneno yake, kwa mahubiri yake na kwa mwenendo wake wa maisha. Haya yote ndiyo kanisa linapata. Na kwa sababu hiyo tukijiangalia sisi sote tunaona kwamba kumbe kila mmoja ana nafasi yake katika kanisa. Tumkumbuke katika nini? Tunamkumbuka Antoni wa Padua kwa sababu amesema kwamba mahubiri yake yenye nguvu. Na sisi tujiulize leo, tunakumbukwa kwa nini? Leo Mungu anatuchukua, tunaondoka zetu katika dunia hii. Watatukumbuka kwa nini? Na ndio maana tunaangalia mambo mbalimbali, tunaangalia wajibu wetu, tunaangalia familia zetu, tunaangalia majirani zetu, tunaangalia wenzetu tunaoishi nao, ili tutambue kwamba tuna nafasi katika kanisa, katika jumuiya hii, katika familia hii. Na ni kwa maneno yangu, kwa mwenendo wangu, kwa moyo wangu wa ibada, kwa sala zangu, watanikumbuka. Kwa majitoleo yangu, kwa kuchochea karama zangu nilizo nazo katika maisha yao, watanikumbuka. Na haya yanaweka alama ya kudumu katika maisha ya wengine. Na kwa sababu hiyo ni muhimu sana kwetu sisi tunapoishi pamoja, tusidharauliane, tusiwekeane kinyongo. Na vile vile nasema kwamba tuheshimiane, na kila mmoja aone mwenzake ni binadamu, sura na mfano wake, na sio aishi kadiri unavyotaka wewe, lakini kwamba ni wapekee mbele ya Mungu. Na kwa sababu hiyo upekee huu na maana sana, na katika hilo tutakuwa tunasafiri kuelekea Mungu. Tunakumbuka Mtakatifu
yanatuunda, yanatufanya tuwe watoto wa Mungu. Maandiko matakatifu, sisi pamoja na familia zetu tuwe na muda wa kutafakari neno la Mungu, na ni kutokana na hilo tutakuwa na cha kujibu. Wazushi wako wengi wanasikia, na kila mtu anatumia maandiko matakatifu kujinufaisha wengine wanafanya. Ili utoe sadaka, ili ufanye yote hayo. Lakini sasa sisi tusaidiane kuunda umoja huu, upendo, undugu, mwelekeo wa kushika mafundisho ya makanisa. Kwa tusome maandiko matakatifu, la sivyo tutashikwa katika dunia hii kama ndege anayeshikwa kwenye kiota wakati wa usiku melani. La sivyo ni muhimu sana kuyasoma maandiko matakatifu na kuelewa. Na tunaposoma maandiko matakatifu na kuelewa, tutasema kwamba tumeoteshwa sijui nini na nini, yote haya kama kwa sababu tunatafakari na yanatufaa kwa ajili ya maisha yetu na yanatuongoza. Na ndio maana tunamuona alitumia maandiko matakatifu na vile vile katika mahubiri yake hayo, na ndio maana wale ambao walikuwa wazushi walifuata njia ya Mungu. Na sisi tufanye hivyo kwa kusoma maandiko matakatifu, ambayo ni rejea ya imani yetu. Hatuna rejea nyingine kubwa kama rejea ya maandiko matakatifu. Tunakutana na Mungu, tunapata maamuzi yake katika kusoma hayo maandiko matakatifu. Jambo lingine ambalo tunalifanya tukumbuke sana mtakatifu ni Papa, moyo wake wa pekee na upendo wake kwa maskini na wagonjwa. Sisi ni wasafiri, na katika safari yetu ya hapa duniani tunamwelekea Mungu, na safari hii si ya kukaa tu na kulala. Safari hizi ni safari ya kujifunza, na katika safari hiyo ndio maana tunapitia mengi, na mwisho wakati tunauma, tunapata magonjwa, na pengine tuna wagonjwa hata nyumbani kwetu. Upendo na moyo wa pekee kwa wagonjwa hao ni faraja muhimu sana kwao. Haya alikuwa nayo Mtakatifu Antoni wa Padua, na kwa mfano huduma kwa wagonjwa na wafukara maskini. Kiangalia katika ulimwengu wa leo, ulimwengu wa sayansi na teknolojia, kunafanya wengine tushindwe kutimiza wajibu wetu katika eneo hili, kwa sababu watu, ukiangalia hata ukienda tu huko mjini utaona wewe mwenyewe siku hizi kuna watu wengi sana ambao wako kwenye wheelchair. Ndio maana wakati mwingine tukiangalia tukarudi nyuma, tunaangalia mila zetu za Kiafrika, tumepoteza hiyo njia, kwamba katika mila zetu za Kiafrika mgonjwa anakuwa na sisi, na huyu mgonjwa ambaye anakuwa na sisi hatuwezi kumwacha anazagaa. Lakini sasa watu fulani tunatumia wagonjwa kunufaisha, na hiyo ni kinyume kabisa na mila zetu, ambapo inatakiwa tualike kutamadunisha eneo kama hilo, ambao ni muhimu sana huduma kwa wagonjwa, si kwa ajili ya kuwatumia wagonjwa tupate chochote. Kienda kutoa na kusema jua kali kabisa, kwenye wheelchair anatembea, anatembea na nguvu zote yote, na pengine yule ajui kabisa amepewa chochote au nini, anayejua ni yule anayemwendesha na anafanya nini naye. Yote haya ni jamii yetu hii ambayo haijali, haina tena ule mpango wa kusema kwamba tuweze kumhudumia mgonjwa huyu kwa namna hii kwa staha, na vile huyu maskini tumhudumie kwa mtindo hususan vile kama chama
tutawaongoza watu kwenda kwa Mungu, na hatutaishi katika unafiki na katika maisha ya tuseme ya kujifunika, tunaweza kusema kwamba mask wengine wanasema hivi, sio ndio? Toka moyoni na maisha. Ndio maana katika injili ya leo bado tunakumbushwa, tukiangalia ulimwengu wa leo ulivyo, tukiangalia ndoa zinavyovunjika, tukiangalia familia ambazo zinafarakana, tunarejea katika maandiko yetu ya leo katika injili, mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndoa haiteguliwi, ndoa haiigizwi, ni kwa manufaa ya familia na vile vile wanandoa, na ndoa inaongozwa na upendo, si faida fulani, si kwa sababu nataka na mimi niwe na CV fulani katika maisha, ila ni wito na ambao si kila